Sasa maajabu ni kuona hawa wabunge wameishika Qur'ani hali ya kuwa kwa mujibu wa Uislamu wako uchi. Hii ni nukta. Kwa mujibu wa Uislamu wako uchi. Sasa ikiwa wameishika katika hali za uchi tena public, basi si ajabu ikawa kubwa zaidi pia ikaja ikashikwa hali ya kuwa wanawake hawana tahara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wasallam. Wa ba'd. Ndugu wapenzi wafuatiliaji wa vipindi vyetu katika channel yetu hii ya Yusuf Goma, popote pale duniani mlipo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, siku chache tumeona katika vyombo mbalimbali vya habari kwamba kuna wabunge ambao wamenasibika na Uislamu wameapa kutumia Qur'ani tukufu bungeni, na hali ya kuwa mavazi yao ambayo wako nayo katika Uislamu tunasema wako uchi. Baada ya uchaguzi ambao ulifanyika Oktoba 29, 2025, tumeona katika mitandao ya kijamii kuwa baadhi ya wabunge ambao walikuwa wakiapishwa ama wakila kiapo ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wameonekana baadhi ya watu ambao ama baadhi ya wabunge ambao ni Waislamu wamejinasibisha na Uislamu na wakiwa ni wanawake. Sawa Lakini mazingira yao ambayo wamekula kiapo, na kwa sababu wamejinasibisha au wana majina ya Kiislamu, kiapo chao inabidi wakile ama wakiape hali ya kuwa wameishika Qur'ani takatifu. Qur'ani takatifu ni kitabu ambacho kimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au tunasema Almighty God. It is from Almighty God, our Lord. Sasa Qur'ani ina kanuni zake na taratibu zake. Mwenyezi Mungu mtukufu ndani ya Qur'ani tukufu yuwasema kwamba fala uqsim bimawaqi'in nujum, ninaapa kwa mashukio ya nyota. Sawa wa innahu laqasamun, na hakika hicho ni kiapo ambacho lau ta'lamuna azim, lau mngelijua ni kizito na ni kikubwa. Tuko vizuri Innahu laqur'anun karim, hiyo ni Qur'ani tukufu. Fi kitabin maknun, ambayo imo na imehifadhiwa katika kitabu ambacho ni maknun, kimelindwa. Sawa wale wenye kufanyia utikinyesi vitabu, Qur'ani haina uwezekano huo kwamba uibadilishe baadhi ya maandishi. Watu watajua tu kwamba hapa lazima pamebadilishwa. Akaendelea akasema la yamassuhu, hawaigusi Qur'ani, acha kuikamata kama vile ambavyo wabunge wanaapa nayo, ama rais akiwa ni Muislamu anaapa nayo kwa kuishika. La yamassuhu, hawaigusi hiyo Qur'ani illa mutahharun, isipokuwa watu ambao wako tahara, watu ambao ni Waislamu wameepukana kutokana na ushirikina, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kumfanya kuna Mungu mwingine. Lakini pia ukiwa hali ya kuwa uko tahara, umeepukana na janaba kama ni mwanaume, na kama ni mwanamke umeepukana na janaba, hedhi na nifasi. Sawa na ile josho la kuzaa, tunasema damu ya wilada, damu ya kuzaa, huo umetoharika nayo.
Sasa maajabu makubwa ni kuona hawa wabunge ambao wamejinasibisha ama wameitwa majina ya Kiislamu na wakaishika Qur'ani kwa hali ambazo hazifai kabisa. Yaani katika Uislamu, Waislamu itikadi zetu kwa kupitia kitabu chetu ambacho hakina shaka duniani na ni kitabu bingwa kuliko vitabu vyote duniani, ni kwamba uchi wa mwanamke, yani tunasema almar'atu kulluha aura, mwanamke mwenyewe, mwanamke yete, yani mwanamke kwa ujumla wake yeye ni uchi, yani mwanamke kama mwanamke, sawa hii jinsi yake ni uchi wote, illa alwajha walkaffain, isipokuwa uso na vitanga vya mikono, viganja hivi ndio sio uchi. Na pia katika kanuni zetu Waislamu ni kwamba mwanamke hairuhusiwi kusuka nywele ama kuunganisha nywele, kuunganisha sijui ni makatani, nywele ya makatani kichwani au nywele nyingine za bandia kichwani, hii haifai. Sasa maajabu ni kuona hawa wabunge wameishika Qur'ani hali ya kuwa kwa mujibu wa Uislamu wako uchi. Hii ni nukta, kwa mujibu wa Uislamu wako uchi. Sasa ikiwa wameishika katika hali za uchi tena public, basi si ajabu ikawa kubwa zaidi pia ikaja ikashikwa hali ya kuwa wanawake hawana tahara. Labda mtu yuko kwenye hedhi ama yuko kwenye wilada ama yuko kwenye nifasi akaishika, sababu anachukulia ni simple, ni kawaida. Ikiwa mwanamke anaweza kuishika Qur'ani public mbele za watu akiwa uchi kwa mujibu wa Uislamu, si ajabu mtu huyu pia akaishika hali ya kuwa mwili wake hauko tahara. Hivyo hizi ni nasaha kwa wabunge ambao wamelifanya hilo, ambao wamejinasibisha na Uislamu au wana majina ya Kiislamu na wakaapa kupitia kitabu cha Qur'ani tukufu. Tunawanasihi ya kwamba muombe Mwenyezi Mungu msamaha, mmefanya makosa na makosa yenu yako public, hivyo nyie ni viumbe wadhaifu, ni viumbe wa Mwenyezi Mungu, mmefanya makosa, inabidi muombe msamaha. Mmefanya makosa, muombe msamaha. Qur'ani tukufu haishikwi hali ya kuwa mtu yuko uchi, na haishikwi uchi hali ya kuwa kwa public. Makamera na kuchukua ni kosa kubwa kwa Mwenyezi Mungu. Hivyo tunawaambia muombe msamaha Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Sasa katika maneno yangu pale ambapo nakuwa nimeteleza au ni madhaifu yangu, lakini la msingi ni kwamba mmefanya makosa na muombe Mwenyezi Mungu msamaha ikiwa kweli nyinyi ni Waislamu.